Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Wachimbaji wa madini wazawa wameiomba serikali kuondolea kodi ya vifaa vya uchimbaji wanavyoagiza nje ya nchi ili waweze kupiga hatua zaidi katika uchimbaji na kukuza pato la taifa kupitia tozo wanazolipa migodini. Nasoro Juma Salumu ni mkurugenzi mgodi wa Nasoro Gold Mining uliopo kata la Mgasa mkoani Geita, ambaye ni miongoni mwa wachimbaji wazawa. Hapa anabainisha namna ambavyo swala la kuondolewa kodi kwenye vifaa vya uchimbaji wanavyoagiza nje ya nchi litakavyochochea shughuli zao. Tuondolewe ushuru ule wa mtiririko tule wa kodi wa vifaa, kwa sababu vinaenda kuchimba na uchimbaji unaleta manufaa kwa sisi wazawa. Tunamuomba rais angetuondolea hizo kodi, tungenufaika zaidi kuweza kufanikisha, kwa sababu unakuta mitaji yetu ni midogo. Kwa hiyo tukivipata kwa urahisi, na maana tayari tutafanya kazi kwa ufanisi zaidi, kwa sababu nilivyoingiza mimi na wengine na imani, wakishaona nafanya kazi za kutafiti na wao watashawishika kuagiza. Kwa hiyo tayari tutakuwa wengi zaidi. Kwa hiyo tunapokuwa watu wengi zaidi, kwa sababu nitachoronga kwangu, nitachoronga na kwa jirani yangu, kwa sababu siwezi kula mimi na shiba na jirani ana njaa. Katika hatua nyingine, mkurugenzi wa mgodi huo hakusita kueleza mafanikio aliyopata kwenye uchimbaji wa madini. Mimi nimeanza mambo ya uchimbaji tangu 2007. Tukiwa tunachimba uchimbaji ule mdogo wa kufukuzana. Ukiangalia hususan katika uchimbaji wetu mdogo, tunafanya kazi kwa shida. Lakini kwa sasa hivi tunafanya kazi kwa starehe kabisa. Kwa sababu tumetoka kwenye uchimbaji ule wa zamani, tuna uchimbaji wa kisasa. Tunatumia winchi, tulikuwa tunatumia hapa, nilikuwa natumia vat leaching, sasa hivi niko kwenye CP. Kwa hiyo naona kabisa natoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Nilikuja nikapata kiwanja kimoja, lakini mpaka sasa nina viwanja 10 na kitu. Kwa hiyo nimefunga CP 3 kama mlivyoziona. Naona. Kwa hiyo ukikuta vitendea kazi nilikuwa nanunua kimoja baada ya kingine. Excavator ninazo, magari ninayo, na sasa hivi nimeagiza mashine ya kudrill miamba. Niliona mfano kwa mama na ametuletea, na nashukuru nimeifanyia kazi hapa. Nafikiri hapa nilikuwa kwanza katika kanda hii kutumia mashine ya mama. Nimeona imeniletea manufaa. Ninasema big up kwa Mavumbe, kwa sababu anafuata nyayo zile za Biteko alivyokuwa akitushauri, na Mavumbe kwa kweli ni msikivu. Mavumbe anatuelekeza, ukimwomba ushauri anakupa, hajikwezi kwa watu, ukimsemesha anakusikiliza. Na nashukuru safu yake yote, sambamba na safu yake, ukishuka mpaka chini kwa raimo wetu Samuel, yuko vizuri kwa kweli. Ofisi yetu ni wasikivu, upige simu muda wote wanakusikiliza na kukupa ushauri. Esther Deusi na Jesse Lingu ni baadhi ya wafanyakazi katika mgodi huo, wanaeleza mafanikio waliyopata kutokana na uchimbaji wa madini. Kwa kweli mgodi huu uko vizuri kiwastani, hauna ubaguzi. Ndio maana naona tuko wanawake na wanaume, kwa hiyo tupo sawa kwa sawa, manake ni 50 kwa 50. Sawa. Na kingine labda ni kumshukuru Mama Samia Suluhu kwa vigezo vyote vinavyoendana na wanawake anavyojitahidi kutupigania. Sawa. Mimi nipo hapa tangu nina kama mwaka na zaidi, lakini tayari kama ni kijumba tayari nimekipata. Msemo wa bwana mkubwa hapo, kama ni kambuzi tayari na kakopo kapo. Naendeleza familia yangu na lisha, kama hitaji napata, kama kitu ninachonunua kutokana na mko kweli nishafanikiwa. Na muomba Nasoro Hassan aendelee kutupa moyo wanawake na kutujali kama anavyotujali. Ramadhani Sande Musa ni kaimu meneja mgodi wa Nasoro Gold Mining. Ameshukuru serikali kwa kuongeza masoko ya dhahabu na kuondolea adha ya kusafiri umbali mrefu kutafuta huduma hiyo. Miaka 4 ya Mama Samia, namshukuru sana Mama Samia kwa
kile alichokionyesha katika nafasi yake. Ni mama yetu, ni bibi yetu kwa nafasi nyingine. Hivi tunamshukuru sana kwenye hili kwa sababu tunaona masoko yameongezeka. Unafanya kazi sio kwa kusafiri mbali mrefu. Sehemu fupi kutoka hapa mpaka maeneo ya Geita unafanya biashara yako na kurudi katika majukumu yako. Tofauti na mwanzo ulivyokuwa. Alhamdulillah, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa muda nilioingia katika kampuni hii ya Nasoro Bima Salum. Ni kwamba tumenufaika kwa vitu vingi sana katika huu mgodi. Vitu vingi vya kutosha na inawezekana vingi vinakuja kupitia mkurugenzi wetu Nasoro Bima Salum. Hakika tulikuwa tuna kazi kipindi cha nyuma, vijana wengi wa Mgasa. Lakini tumefika kipindi sasa tukaanza kutafuta ajira, tunaingia kwenye mgodi, tumefanya kazi na mafanikio tunayaona. Mohab TV, Lwamgasa, Geita.